tunaenda kumwabudu Bwana. Haleluya. Tuone mikono yetu tunapoenda kumwabudu Bwana kwa wimbo wa kumwabudu. Tunamwimbia Bwana kwa wimbo ambao unasema nani anatupenda? Yesu. Ni Yesu. Bali si mwingine, ni Yesu. Nani anatupenda? Yesu. Yesu. Nani anatupenda? Yesu. Yesu. Nani anatupenda? Yesu. Yesu. Nani anatupenda? Yesu. Yesu. Nani anatujali? Yesu. Yesu. Nani anatujali? Yesu. Yesu. Oh, nani anatupenda? Yesu. Yesu. Nani anatupenda? Yesu. Yesu. Oh, nani anatupenda? Yesu. Yesu. Nani anatupenda? Yesu. Yesu. Oh, nani anatujali? Yesu. Yesu. Nani anatujali? Yesu. Yesu. Nana Yesu jina. Jina la Yesu jina. Jina la Yesu jina. Jina tulilopewa jina. Jina la Yesu jina. Jina la Yesu jina. Jina la Yesu jina. Jina tulilopewa jina. Jina la Yesu 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 jina. Jina tulilopewa kwenye mateso daile. Mateso daile. Mateso daile. Na tunaenda kusoma waraka wa Ebrania 11 mstari wa 13 hadi 16, na inasema hivi: hawa wote wakafa katika imani, wasizopokea zile ahadi, bali wakasiona tokea mbali na kusishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Maana hao wasemao maneno kama hayo waonyesha wazi kwamba wanatafuta nchi yao wenyewe. 15 Na kama wangalikumbuka nchi ile
waliotoka wangelipata nafasi ya kurejea. 16. Lakini sasa waitamani nchi iliyo bora, yani ya mbinguni. Kwa hiyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao, maana amewatengenezea mji. Na hilo ndio somo la leo. Mbarikiwe. Asanteni. Ningependa niwasalimu kwa jina la Yesu. Amjambo. Amjambo tena. Nashukuru Mungu kwa nafasi nzuri amenipa niweze kuleta ujumbe wa siku ya leo. Tunaendelea kuangalia neno la Mungu kuhusu kupiga hatua katika imani, na leo ningependa tuweze kuangalia neno ukakamavu wa imani. Ukakamavu wa imani, the resilience of faith. Ukakamavu wa imani. Katika mahali tulisomewa katika Waebrania 11 mstari wa 13 hadi 16, mwandishi wa waraka huu anatuonyesha wazi wazi ya kwamba dunia hii sio nyumbani kwa wale walio wenye haki. Hapa dunia mahali tunaishi sio kwetu. Tunakaa hapa kwa muda mdogo sana na baadaye tunaondoka. Na uraia wetu, vile ambavyo Paulo anasema kwa Wakolosai 3, uraia wetu ni wa mbinguni. Ibrahimu na jamii yake walipopewa safari ya imani, kwa maana tulivyojifunza ni kwamba safari ya imani huanza na Mungu. Na inaanza na Mungu wakati Mungu anakuita na anakuelekeza na kuna jambo lile ambalo anataka wewe ufanye. Na hiyo safari ya imani ilipoanza kwa Daudi ambaye ndiye baba yetu wa imani, alianza safari kutoka mbali na akatembea katika imani. Katika kutembea kwake, kwa sababu ni Mungu ndiye aliyekuwa anamuita, angetarajia mazuri yote. He would have expected good things because it was God calling him to faith and to the things of faith. Kwa hivyo angetarajia mazuri yote. Na nafikiri hiyo ndio inakuanga mawazo, huwa inakuwa mawazo yetu mara nyingi ya kwamba mtu akimpokea Yesu na kuwa mwokozi wa maisha yake, mambo yatakuwa sambamba, mambo yatakuwa sawa. Lakini kinyume na hiyo, tunapata ya kwamba Ibrahimu alikumbana na mambo mengi katika maisha yake. Jambo la kwanza ambalo lilimkumba ni kwamba pale ambapo Mungu alikuwa anamuitia, akakumbana na njaa na ukosefu wa chakula, ukosefu wa lishe. Lakini jambo ambalo tunajifunza kwa huyu mtumishi wa Mungu Ibrahimu na jamii yake ni kwamba licha ya kwamba walikutana na mambo magumu maishani mwao, hawakufikiria kurudi walikotoka. Bwana asifiwe sana. Walitoka mahali ambapo kwa wale wamesomea historia we call it the Mesopotamia. Hapo ndipo mahali aliitwa. Lakini wakati alikumbana na mambo mengi pale mbele katika safari yake ya imani, hakuwaza na jamii yake waweze kurudi nyuma. Ndio sababu nataka niongee kuhusu ukakamavu wa imani, the resilience of faith. Nataka niseme the people of faith, irrespective of the challenges and circumstances that come their way, they will never look back. And especially tunapogundua ya kwamba kumbe the ultimate consummation of our faith in Jesus Christ is not achieving the things of the world. Mambo yetu ya imani inajumuishwa yote katika kutafuta mbinguni, mahali tutakaa na Kristo milele na milele. Na watu ambao ni wa imani ambao wanalitazamia mbinguni vile vile,
Biblia inatuambia kwamba kila wakati maishani mwao, wanapoendelea kutembea katika maisha yao ya safari, wanatambua na wanakiri ya kwamba wao ni wageni na wasafiri katika dunia hii. Bwana asifiwe sana. Unaposoma katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 23 na mstari wa 4, tunakuta huyu mtumishi wa Mungu Daudi, Ibrahimu, anaungama na anakiri ya kwamba mimi ni mgeni. In verse 4, the book of Genesis chapter 23 and in verse 4, Daudi Ibrahimu anasema hivi: mimi ni mgeni ninatembea kwenu. Mimi ni mgeni ninatembea kwenu. Katika lugha ya Kimombo inasema I'm a stranger and a sojourner. I am a stranger and a sojourner. Na kwa hivyo tunapoangalia neno hili, tunakuta ya kwamba watu wa imani waliotutangulia walikuwa wanatazamia, ndio kuna mambo ambayo tunayahitaji katika maisha na kuna mambo ambayo Mungu anatuahidi katika maisha. Inaweza kuwa kwamba wewe unaomba Mungu akubariki na shamba, Mungu akubariki na mchumba, Mungu akubariki na watoto, Mungu akubariki na nyumba, Mungu akubariki na mambo mengi yale ambayo unaomba. Ndiyo, ni mambo mazuri, na Mungu anaahidi ya kwamba tunapomuomba mambo hayo yeye anatutendea. But I want to take us a bit higher, that the greatest promise and the greatest gift that God wants to give to us by faith is that we shall be one time be with Him in our homeland. And our homeland is the heavenly homeland. Bwana sifiwe sana. Na hii ujumbe ninaileta ili tunapotafuta Mungu kwa ajili ya mambo mengi maishani, let us not miss the view of our being with Him in heaven. Praise God. Because it is easy, ni rahisi sana tuombe Mungu mambo mengi ya dunia hii, atupe shamba, atupe fedha, atupe watoto, atupe yote, na macho yetu yabaki katika hayo. Tutapoteza ile ahadi kuu ambayo Yesu amekukomboa kwa ajili yake. Mimi nimekombolewa kwa ajili ya mambo hayo, lakini kukombolewa kwangu na wewe, mimi na wewe, kukombolewa kwetu kukubwa ni kwamba siku moja tuweze kumwona Yesu uso kwa uso. Bwana asifiwe. And you see, when our focus become heaven and we make heaven our priority, then these other things will be added unto us. Bwana sifiwe sana. Lakini jambo ambalo latutatiza ni kwamba watu wengi hatuitafuti mbinguni. Tunaomba Mungu na Mungu anakuwa mzuri. God becomes good when He provides us with what we ask Him, like our homes, our children, our good lands. We can have good harvest. We can have good businesses, flourishing businesses. When all those things fail, God is not good. Unaona hapo mahali tunakosea. Mungu akui mzuri. Kama hatuwezi tukayapata haya mambo, Mungu si mzuri. Lakini Mungu ametukomboa, ndio tutayapata haya. Lakini the ultimate goal of our calling is that one time we shall be with Jesus in the presence of the Father. Bwana sifiwe sana. Kwa hivyo Ibrahimu hakurudi nyuma, kwa sababu alijua kwamba ndio Mungu amenibariki, lakini mimi ni msafiri na mimi ni mgeni katika ulimwengu huu. Waibrania 11 inatupatia orodha ya watu ambao walienenda katika imani. People who walked by faith, people who exercised great faith in God. Na kwa sababu ya wao kuweza kuweka imani yao katika Mungu, wakahesabiwa haki mbele zake. Na Mungu akawaita kwamba wao ni watoto wake. Na Mungu akajiita ya kwamba yeye ni Mungu wao. Na hawa ni watu ambao unaposoma katika ule mlango wa 11, tunaambiwa, tunaanza na mmoja anaitwa Abili, wa pili tunasoma Enoko, tunasoma Nuhu,
tunasoma Ibrahimu, tunasoma Sarai. Ambao sasa unaposoma katika mstari wa 13 mahali tumesomewa, unapata Biblia inasema hawa wote. Kwa hivyo baada ya kutaja Abili, Enoko, Nuhu, Ibrahimu na Sara, anasema hawa wote. Na wakati mwandishi anaponena kuhusu orodha hii, who gave their life to Jesus, to God, people who trusted in God, people who had faith in God, even in difficult moments, their faith was able to stand firm. Waliweza kusimama imara licha ya changamoto walizokumbana nazo. Na ninaongea kuhusu ukakamavu. Unaposoma katika ule mlango wa 11 mstari wa 32, inaendelesha ile orodha. Inaendelea kutuambia ile orodha. You can read the chapter, but I love from verse 32. Anasema kwamba muda haumruhusu. Huyu mwandishi anasema kwamba muda, nami niseme nini tena? Maana wakati usingenitosha kuleta habari za hawa watu wengine ambao walionyesha imani, ukakamavu wao katika imani. Hawa ni Gideoni, Baraka, pamoja na Samsoni, na Yeftha, na Daudi, na Samueli. Na anasema pamoja na manabii. Hawa ni watu ambao waliweza kushikilia imani thabiti, imani kikamilifu katika Mungu wao. Na hiyo imani ambao walishikilia iliweza kuwafanya wakafanya mambo yanayozidi nguvu zao. Because the Bible says that the people of God, those who trust in God, they will do great exploits. Wewe ukiamini Mungu, haijalishi wewe ni umri gani, haijalishi wewe ni mama au wewe ni mwanamume. Nataka niseme kwamba wale watu ambao wanajitoa kwa ukamilifu kuamini Mungu, kumtazamia Mungu na kumtumikia Mungu katika maisha yao yote, they will do great exploits. Daniel chapter 11 verse 32b inasema we will do great exploits. In fact, unaposoma pale mstari wa 33 wa Ibrania, inatuambia mambo makubwa ambao hawa waliweza kufanya. It tells us of the great things that they were able to do, the great exploits that they were able to do. Hebrews chapter 11 verse 33. Nataka tuangalie hapo kwa muda kidogo. Unaposoma mstari wa 33 nasema ambao kwa imani, hawa watu ambao walijionyesha wakakamavu katika imani. Ninasema ambao kwa imani walishinda milki za wafalme. These are the things that the people of faith did. Waliweza kulishinda milki za wafalme. Walitenda haki. Walipata ahadi. Walifunga vinywa vya simba. Walizima nguvu za moto. Waliokoka na makali ya upanga. Walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu. Walikuwa hodari katika vita. Lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa, wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora. Hawa ni watu wa imani. 36 inasema wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo, na kwa mafungo, na kwa kutiwa gerezani. Walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga, walizunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi. Walikuwa wahitaji, waliteswa, wakitendwa mabaya. Watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao. Walikuwa wakizunguka katika nyika na katika milima na katika mapango na katika mashimo ya nchi. Kuangalia hawa ni watu, kama tungepata nafasi ya kufafanua hayo mambo ambayo hawa walipitia, unakuta ya kwamba tunaambiwa kwamba kwa sababu ya imani yao walifunga midomo ya simba, ambao mmoja yao ni Danieli. Walipotupwa katika shimo ya tundu la simba, Mungu kwa sababu ya imani na kuheshimu ile imani yao alifunga midomo ya simba.
wengine wakatupwa katika tanuru ya moto, Mungu akazima nguvu ya moto. Wao watu wengine wakauawa, wengine wakaepuka upanga. Hawa watu wote wakapitia mambo hayo magumu, na naamini ya kwamba you cannot give yourself too much if there is nothing you are expecting to get in return. Bwana asifiwe. Huwezi kujiachilia sana. Watu kujiachilia kwa moto, watu kujiachilia kwa simba, watu kujiachilia kwa upanga, watu kujiachilia kwa majeshi ya ulimwengu huu. Lakini kwa sababu ya imani ambao hawa walikuwa nao, waliweza kusimama imara, conquering kingdoms, performing acts of righteousness, obtaining the promises, shutting down the mouths of lions, quenching the power of the fire, escaping even from the edge of the sword. Wakati mwingine katika maisha yao ya imani walionekana wao ni wadhaifu, lakini wakati walikuwa wadhaifu, God gave them the strength. Mungu akawapatia nguvu. Wakati ambao walionekana hawawezi, Mungu akajidhihirisha katika maisha yao. They became mighty in power. They became mighty in war. Watu kama Samsoni ambao hakuna mtu katika ulimwengu ambao angesimama mbele yake, na hata mwisho alipiga vita mpaka mwisho by faith, mpaka hata mwisho. Wakati mmoja, wakati ambao alikuwa ametolewa macho yake yameng'olewa, akaambia Mungu, give me one more strength so that I can die with this group. Na Mungu akampa nguvu, na akashika the pillar of the room. He pulled it by the power that was from above. And the Bible says he killed more during his death than during his life. He did that, alifanya hayo by faith. By faith. But there is something ambayo nilipokuwa nikisoma neno hili likanishangaza sana. And this is what I want to present to us. Ya kwamba kuna mstari 13 na mstari 39. Inasema 13 inasema hawa wote wakafa katika imani, wasipozipokea zile ahadi. Wasipozipokea zile ahadi. Yaani wamekufa katika imani, walijiachilia kwa ajili ya imani, lakini walikufa bila kupokea zile ahadi. Is that discouraging? Is that discouraging? Ya kwamba unapojiachilia wewe kama Mkristo, baada ya kumpokea Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako, wewe ukajiachilia, ukamtumikia yeye, ukiwa unatarajia ya kwamba mwisho wa safari yangu ya imani kuna yale ambayo nitayapokea, kuna yale nitakayoyaona. Na Biblia inasema kwamba walishikilia imani hiyo na mwisho wakakufa bila kuiona ile ahadi. It could be discouraging. Verse 39 inatuambia vile vile ya kwamba na watu hao wote wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao, hawakuipokea ahadi. They did not receive the promises. And this is the message that I'm bringing to us this hour. They died the people of faith, without receiving all that God had promised to them. Na nataka niseme kwamba kuna mambo ambayo wewe umeokoka, mimi nikaokoka. Kuna mambo ambayo unakusudia Mungu akutendee. Kuna mambo ambayo unaomba Mungu akufanyie, lakini unakuta kwamba hayo mambo hayakuji. Tunaona kwamba hao watu licha ya kwamba yale mambo ambayo waliyatarajia hawakuyapokea. The Bible says that they never lost vision of a heaven. And this is what I'm bringing to us. That yes, we may not get everything that God promises to us here on earth, but let us not miss vision of heaven. Bwana asifiwe sana. Many Christians, Wakristo wengi, wakati ambao wameokoka, wamekuwa pale kanisani, wanamtumikia Mungu, they get frustrated. Wakati ambao mahitaji yao hayashughulikiwa, when their needs, their wants, their expectations, their demands
seem to be too far away. Yani umekaa kanisani, umedumu kanisani, umemtumikia Mungu miaka nenda miaka rudi, lakini kuna mambo ambayo unaomba Mungu na hajakutendea. And let me tell you, this is one of the reasons why people walk from one church to another. Hello? Hii ndio sababu. Na unajua nini? Kuna kitu watu wanatafuta. Kuna jambo lile ambalo watu wanatafuta. Ndio sababu kama uwezi ukaipata AIC na teach, unasema wacha niende nijaribu kwa PhD. Unasema wacha, kwa maana sijaipata kwa PhD, wacha niende nikaipata wapi? Kwa lile kanisa lingine. Kwa sababu watu wako na matarajio, watu wako na mahitaji. And when these needs are not met immediately, people become discouraged, people become disillusioned, people become frustrated in life because they have not received whatever they wanted. But this message I'm bringing to us, because many people become impatient. Many people even quit. Actually, there are people who quit. Watu wengi wameamua kwamba hata hii Ukristo haisaidii. Nimeomba Mungu kwa uponyaji sijapona. Nimeomba Mungu kwa ajili ya watoto sijapata. Nimeomba Mungu kwa ajili ya shamba na mahitaji mengine sijapata. Nimeomba Mungu kwa ajili ya kazi sijaipata. Then Ukristo inasaidia nani? But let me tell us, as you come to terms with the frustrations of life, I want to bring this message to us, that we have a host of witnesses. Praise the Lord. Na nilipokuwa nikiandaa ujumbe, nikawa ninaona orodha ya hawa watu, akina Ibrahimu, akina Musa, akina Isaka, akina Sarai, ambao katika imani yao, licha kwamba wangekuwa na sababu ya kurudi nyuma, they never wavered. They remained resilient in their lives of faith. According to them, they may have missed something here on earth, but not the heavenly homeland. Kwa maana walipokuwa wakipiga mbio ya imani, walikuwa wanatazamia ndio Mungu akitaka atupatie haya atupatie, lakini macho yetu tunaangalia nchi ile ya ahadi, mahali Mungu alizungumza na kina Musa na kina Yakobo na kina Ibrahimu ya kwamba siku moja nitawakaribisha katika ufalme wangu. They may have missed everything else but not heaven. You may miss to acquire earthly wealth and fame. Wewe kama Mkristo unaweza kukosa utajiri wa dunia hii, unaweza kosa umaarufu wa dunia hii, unaweza kosa vyeo vya dunia hii, unaweza kukosa mamlaka ya dunia hii, unaweza kuwa umekosa hata fedha na dhahabu. You may lack all this, but let me ask us, do not miss heaven with all its riches. Praise the Lord. Iwapo utakosa haya mengine yote, ndugu yangu na dada yangu, usiyakose yale ambayo Mungu ametuahidi kwa ajili ya mbinguni. And that's what we read in these verses as I finish. Kuna mambo matatu ambayo watu ambao ni wakakamavu kwa imani wanafanya. And those three things helps us always to be on the run. Inatusaidia kila wakati tuwe on the move. Ya kwamba hata kama ulimwengu na vitu vyake vyote vinatuweka chini, tunapata sababu ya kusonga mbele. And I want to say in verse 13a, jambo la kwanza, there are three things that people who are resilient people do. Number one is that they see and embrace better things by faith. They see and embrace better things by faith. Kuna mambo mazuri katika maisha yako ambayo unatazamia. Nataka niseme ya kwamba katika ukakamavu wako wa imani, utayaona hayo mambo na kuyakumbatia kwa imani. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio Biblia inatuambia ya kwamba hawa watu ambao walikaa katika imani hawakupata ile ahadi ambayo walitarajia. Kuna mambo mengi ambayo hawakupata. Wengine wakateseka sana hata mpaka wakashindwa, wakashindwa kujua ni mambo haya gani ambayo tumeitwa kwayo, because waliuawa, wakapigwa mawe. Lakini
ndani mwao wakawa wanaona mambo mazuri na kuyakumbatia. I want to tell you, brother, sister, there are things that you are aspiring for. There are things that you are looking for. Na Biblia inatuambia mahali pale ya kwamba hao wote wakafa katika imani wasijazipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali. Wakaziona tokea nini? Na kuzikumbatia. You could be discouraged kwa sababu labda umeomba kwa muda mrefu, hauna kazi, hauna watoto, hauna mchumba, hauna hayo mambo ambayo unaomba Mungu akupe. I want you to get encouraged, because there are people who went through all this, but there was something in them. They saw and embraced better things. Even amidst difficult times, even amidst difficult circumstances, they were positive. They were very sensitive about the things that are of faith. And they were optimistic. They were always optimistic. Najua kuna watu ambao na ni shida sana, uweze ukajua nini wanapitia. Hata wanakuwa na nini hapa kanisani, lakini mawazo yao ni mbali sana. Kwa maana wamevunjika moyo. Wanaona mambo haya, things are not adding up. Wamejaribu hii, wamejaribu ile, hata maswali mengi wako nayo. And especially even at this time, there are people who cannot even put food on the table for their children. There are people already asking themselves, God, where are you? Wewe uko wapi hata wakati huu? Magonjwa haya yanapotulemea, Mungu uko wapi? But I want to tell us, there are better things. And we see those better things by faith. And we embrace those better things by faith. You may not be having a child. You have cried to God. You have cried to God for years. I want to tell you, I want you to see that child by faith. Bwana asifiwe. Sara hata alilalamika. Sara hata akacheka, akasema, Mungu unasema nini? Wakati ameambiwa ya kwamba atapata mtoto, Mungu unasema nini? Huyu mgogo anaweza pata mtoto miaka 70. Alipata mtoto akupata. See the things of faith and embrace the things of faith. Number 2, hao watu ambao ni wakakamavu katika imani, they recognize that they are strangers and sojourners here on earth. Wanatambua ya kwamba wao ni wasafiri, wanatambua kwamba wao ni wageni katika dunia hii. Unaposoma katika mstari wa 13b na kuendelea mpaka 14, unakuta ya kwamba hawa watu waliweza kushikilia imani licha ya magumu yaliyowakumba. Walishikilia imani wakisema, ndio mimi ni mgeni na mimi ni msafiri. Haziksak. Unajua mara nyingi tuna that lesson of being a stranger and a sojourner only comes to us when we go through troubles and problems. Yani wakati mambo yamefanyika nisema hii, kumbe kweli sisi kwa dunia hii, sisi ni nani? Ni wageni na nani? Na wasafiri. Wakati mambo ni mazuri hatukumbuki tena kwamba sisi ni wasafiri na nani? Na wageni. Na mimi nataka tuulizane. Wewe mimi nikikuja kutembelea wewe, kuna vitu utanifanyia kama mgeni wako, sio? Hata maji utanipelekea bafu, labda nikuwe na towel kwa bafu, nina slippers, niko na slippers natembea. Wakati mimi naondoka nikaenda kwangu na beba towel na slippers na hiyo vitu nilipatia. Sipendi kwa sababu mimi ni mgeni, hiyo vitu ni ya wageni. Bwana asifiwe. Mambo ambayo tunakumbana nayo katika dunia hii, na hata yale mambo ambayo tunayapokea, iwe ni kwa hali ya kifedha, iwe ni kwa hali ya shamba, iwe ni manyumba, haya mambo yote tunayaacha hapa because sisi ni wageni. Na Biblia ikasema ya kwamba tulikuja uchi na tutaenda uchi. And that is why even mtu kama Ayubu alisema, Mungu, mimi nilikuja uchi, nitarudi uchi, jina lako na libarikiwe. They understand. And because they are sojourners, they understand that they are strangers and sojourners. The other things are not a guarantee. Bwana asifiwe. Mambo ambayo tunaomba Mungu atupatie hapa, they are not a guarantee. The only thing that we are sure about, kule mbinguni tutakapokaa pale tutasifu pamoja na yeye. Anasema ya kwamba kule tumeandaliwa mahali pa kukaa, makao ya kukaa, na tunaambiwa ya kwamba pale hata nyumba yako ambayo umerembesha haifiki
mbinguni. Hallelujah. The things, I know we try as much as we can to make our places and our homes better places. But let me tell you, they cannot be equated with the beauty that God has created for us in the place we are going. Because the streets in heaven are made of gold. Hallelujah. Amen. The streets are made of gold. Is there any gold in your home? Oh yes. Is there anything you made of gold? However rich you may become, the streets are made of gold. Kama pavement, mahali watu wanakaa wananyakanyaga, ndio dhahabu. Sasa ile nyumba ambayo Mungu ametuandalia inakaa namna gani? Na hiyo ndio sababu I want to challenge us, brothers and sisters. Let us not attach our lives so much to the things of this world. The things of this world look beautiful, but it is only because we have not seen the beauty of heaven. If you saw the beauty of heaven, these things will be secondary, because heaven is so beautiful. One of my teachers, the great professor called Timothy Kendagor, one time was asked by a student how, when he was teaching Revelation and the things to come and how big about heaven, and akaulizwa, how does heaven look like? He kept quiet and he said, beautiful. That was his answer. Heaven is beautiful because we have no words to describe heaven. Na mbona wapendwa, tukijua mbinguni ni vile ilivyo, mbona tunakwambilia hapa? Because Biblia inatuambia kwa Wakolosai 3:1 hadi 4 ya kwamba tukijua jinsi mambo ya mbinguni yalivyo, muyaweke. Paulo anaambia Wakristo hawa, muyaweke mawazo yenu na mioyo yenu katika mambo yaliyo juu, aketie Kristo. Set your minds on things above, where Christ is seated. And that is what, when you read in this verse 14, the Bible is telling us in verse 14, ya kwamba maana hao wasemao maneno kama hayo waonyesha wazi kwamba wanatafuta nchi yao wenyewe. Wanatembea katika dunia hii na wanatafuta nchi yao. Wanajua nchi hii sio yao. Nchi yao iko mbinguni, and they are looking toward that city, the city of Jerusalem, the city that is made of gold. The city that has not been made by human hands. The city whose maker and designer is God. Oh, how I pray that we look to that city. A singer sang a song and said, when we all get to heaven, what a joy, all rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. This is my challenge for us. And finally, nikimaliza, watu ambao ni watu wakakamavu kwa imani, wanatafuta mbinguni. They seek as a matter of priority their heavenly homeland. They seek it. They seek heaven. Oh, seeking heaven. Seeking heaven. I know people, we could be very busy. We could be so preoccupied with the things. We want this, we want that, we want that. But I want to say this. Katika mstari wa 16, Mungu anasema hivi, Biblia inasema hivi, ya kwamba lakini sasa waitamani nchi iliyo bora. Wanaitamani nchi iliyo bora. Na kwa sababu hiyo nchi ni bora, anasema yani ya mbinguni. Kwa hiyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao. God is not ashamed because you are seeking heaven. Whatever you are doing, my brother, my sister, when you come to church, when you serve God in that small way, when you toil for Him, when you sing for Him, when you praise His name, when you stand with the work of God, let me tell you that God is not ashamed to be called your God. God is not ashamed. If today you are told to choose between God and a good job
a well-paying job. Choose between God and a well-paying job, lubricating salary. Lakini ni kazi ambayo haipendezi Mungu. What will you choose? Mungu atusaidie. Let us be resilient. Because one day, we will retire from here. Hii mwili hii itanyauka. Hii mali hii yote tutaiacha hapa. Na tutaenda mahali baba yetu wako. Mahali tutakaa milele na milele. Simame na tuombe. Umeinuliwa juu, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa juu, oh Yesu, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu, umeinuliwa, wewe umeinuliwa. Katika jina la Yesu tunakushukuru kwa neno lako ambalo linatukumbusha kuhusu mbinguni, mahali pazuri kuliko mahali popote pale. Mungu tusaidie, kwa maana mara nyingi tumeweka mawazo yetu, akili zetu, bidii yetu, nguvu zetu, nia yetu yote katika kutafuta mambo ya dunia hii. Na neno lako linatukumbusha Bwana ya kwamba tuweke akili yetu mahali Kristo aketie, mahali pa juu. Kwa maana sisi uhai wetu sasa umefichwa na Mungu katika Kristo. Bwana tusaidie. Katika hii hali ya maombi kuna mtu ambaye anasema nataka Yesu aingie ndani ya moyo wangu, kwa maana naitamani mbinguni. Unasema Yesu, nataka uingie ndani ya moyo wangu, uwe mwokozi wa maisha yangu, uwe mkombozi wa moyo wangu. Chukua nafasi hiyo niweze kukabidhi mbele ya Mungu kwa ajili ya ukombozi na wokovu wake mkuu. Nyosha tu mkono wako ulipo. I pray with you over that, because God is our great Savior. Asante kwa hiyo mikono. Nyosha tu mkono huo, kwa maana ni agano unayofanya katikati yako na Mungu ya kwamba unahitaji mbinguni, na hatuwezi tukaenda mbinguni pasipo na wokovu katika Yesu Kristo. Mtakatifu wa Israeli, nashukuru kwa sababu ya wapendwa hawa wamenyosha mikono yao juu, ikiwa ni kujisalimisha kwako na kujiachilia kwako Bwana, na kukukaribisha wewe ndani ya mioyo yao, ya kwamba wewe uwe mwokozi na kimbilio maishani mwao. Bwana, siku zote utukumbushe mbinguni, utukumbushe jinsi urembo wa mbinguni ulivyo, ili Bwana tukatamani tu pale, licha ya mambo magumu tunayokumbana nayo hapa, tujue ya kwamba kuna uzuri tutakao kukutana nayo pale mbinguni. Asante kwa ajili ya kila mmoja unawajua kwa majina. Bwana, ninawaombea kwamba unafuta majina yao kwenye kitabu cha mauti na kuandika majina yao kwenye kitabu cha uzima. Na kutoka leo hii Bwana, wapatie matumaini makuu kuhusu mambo ya mbinguni ambayo yapo licha ya mambo ya dunia hii kunyauka. Bwana, utuweke matumaini makubwa katika mambo ya mbinguni. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Barikiwe sana. Mimi hapa ninakushukuru Mungu uliyeniokoa toka dhambi, kwa huruma zako za ajabu ukanitoa kwenye tope na mauti. Mimi niliyepotea njiani kawa wa shetani, hivyo sina budi
uliyeniokoa